nije niwasalimie, lakini salamu peke yake hazitoshi. Nije niwashukuru kwa sababu tulikuwa na jukumu kubwa kama Chama cha Mapinduzi, lakini chama peke yake kisingeweza kulitekeleza hilo jukumu bila jumuiya zake. Kwa hiyo nikasema nianze na jumuiya ya WT, nao nilishakutana nao tarehe 28, lakini leo nimekutana na nyinyi jumuiya ya wazazi, lakini kesho nitakutana na jumuiya ya vijana. Kuwashukuru kwa kweli kwa kazi kubwa tuliyofanya kama chama, kama jumuiya, lakini kuwashukuru kwa kweli mimi binafsi kwa namna ambavyo nilikuwa nikija kwenye kata zenu na mkinipa ushirikiano mpaka tukashinda kwa kishindo, kwa ushindi wa 80%. Au kwa ushindi mdogo kulingana na mazingira yenyewe ya uchaguzi tuliokuwa nayo. Kwa hiyo kubwa langu la, ukiniuliza nini kubwa, ni hilo, kuja kuwashukuru. Kwa kweli nawashukuru sana kutoka kwenye sakafu ya moyo wangu, lakini kama alivyoongea katibu, kushukuru peke yake haitoshi. Naomba ushirikiano ili zile changamoto ambazo ziko kwenye kata zetu ambazo zinaweza zikashughulikiwa na mbunge, basi mimi niko tayari. Namba yangu ya simu mnayo, tuendelee kuwasiliana ili kuhakikisha kwamba tunapunguza zile changamoto ambazo ziko kwa wananchi wetu. Niko tayari kushirikiana na nyinyi kwa sababu tumekuwa tukishirikiana kabla sijawa mbunge, nilikuwa diwani, nilikuwa nashirikiana, nikawa meya, nikawa nashirikiana, na naamini kwa hii nafasi ya ubunge, naamini tutashirikiana kwa upana zaidi. Lakini kwenye eneo la afya ziko hatua pia tu ambazo tayari tumeshachukua. Hatua kubwa zaidi ni vifaa tiba. Tumepokea vifaa tiba zaidi ya vya thamani ya shilingi milioni 370 kutoka serikali kuu, na kwa mara ya kwanza tumepata kifaa ambacho kitatumiwa na wataalamu wetu wa afya kwa ajili ya kuangalia mshipa wakati kama unataka kuwekewa drip. Wakati huo wa nyuma ilikuwa ni kutafuta mshipa, unapigwa makofi, unapigwa kichwani, Sasa hivi tumepata kifaa ambacho kikimulika tu hapa kwenye mkono wangu kinaonyesha mishipa ilipo, na inakuwa rahisi sana kwa wataalamu wa afya kuchomeka ile sindano na kuendelea kupata huduma. Kwa hiyo yako mabadiliko makubwa, lakini tumepata ultrasound ya kisasa ambayo inaweza kucheki mtoto aliyoko ndani ya tumbo la mama, mapigo yake ya moyo yanaendeleaje. Tulikuwa nazo ultrasound lakini sio za kisasa kama hizi, na vifaa vingine vingi, vifaa kwa ajili ya upasuaji na mambo mengine. Kwa hiyo hospitali yetu ya manispaa ya Mpanda inaendelea kuimarika. Lakini kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Rais alileta milioni 900 kwa ajili ya ukarabati wa hospitali yetu. Sasa hivi tumepokea pesa karibia milioni 600 ambazo zitatumika kwenye miradi mbalimbali, lakini kubwa zaidi pesa hizo zitatumika pia, katibu, kujenga wodi ya watoto njiti. Yaani wale watoto wanaozaliwa kabla ya muda wao, tutakwenda kujenga wodi yao pale hospitali ya manispaa ya Mpanda. Pesa ilishafika, kilichobaki tu ni hatua za manunuzi ili mambo mengine yaendelee. Lakini ahadi zote za ilani, Mheshimiwa Katibu, za vituo vya afya, tunaendelea kufuatilia kituo cha afya Misunkumilo. Mwaka wa fedha hujaisha, ni matumaini yetu kwamba tutapata. Lakini niwapongeze viongozi wa Magamba Society, pale tumeanza ujenzi wa zahanati, na mimi kama mbunge nimepeleka gari pale kwa ajili ya kusogeza vifaa vya ujenzi kwa maana ya mchanga, kokoto, mawe, nimepeleka kwa kuungana mkono na mwenyekiti wa serikali ya kijiji kile cha Society. Kwa hiyo yako mambo mengi ambayo tumeanza kwenye eneo hilo la afya, na niwaahidi kwamba yale yote ambayo tulikuja kuyasema kwa ujemedari wa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, hatuna shaka, tunaamini yatatekelezeka. Mbunge, kwanza ni kupongeza, lakini pia utupelekee salamu kwa Mheshimiwa Rais Samia. Kwa kweli mama huyu anajitahidi, anapambana.